Jana nilikwambia Mtume Paulo, Yesu Kristo alimpa jukumu ya kulikamilisha neno, kwa sababu neno lilikuwa halijakamilika. Na nikasema lilikuwa halijakamilika kwa maana ya kwamba hakukuwa na uelewa juu ya kile kilichofanywa Agano la Kale na kile Yesu alichokifanya. Sasa ili kuleta huo uhusiano wa pamoja wa Agano la Kale na kile Yesu alichokifanya, Mungu akampa hilo jukumu Paulo la kuunganisha kile kilichofanyika kwenye Agano la Kale na Yesu Kristo alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko yanasema Torati, Zaburi na manabii vyote vyamshuhudia Kristo. Sasa tunaposoma vitabu vya Torati, tunaposoma manabii, tunaposoma Zaburi, zote zinaeleza kwa habari ya Yesu Kristo. Lakini kwa sababu haya mambo yalikuwa yamefunikwa, yalikuwa ni siri, hakukuwa na uelewa wa watu kuelewa kile kilichoandikwa kwenye Agano la Kale katika hivyo vitabu kuonyesha hiyo picha ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anampa jukumu Paulo la kuyafunua hayo mambo na kutuonyesha kwenye Agano Jipya kwamba kile kilichofanyika kwenye Agano la Kale kilikuwa kikihusisha nini au kina uhusiano gani na kile Yesu alichokifanya msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Ile picha ya Mfalme Daudi pamoja na Goliati ilikuwa ni picha inayoonyesha kwa habari ya shetani, kwamba Goliati alikuwa anawakilisha shetani na lile jeshi lililokuwa upande wa Goliati lilikuwa likiwakilisha mapepo. Lakini kwa jinsi ya kawaida mtu ukisoma huwezi kuiona hiyo picha. Alafu Daudi anatokea kama mtu miongoni mwa wana wa Israeli. Kumbuka wakati Daudi anatokea, taifa zima la Israeli lilikuwa limeshindwa, limegaragazwa, halina uwezo, limefichama. Kwa hiyo picha ilikuwa ikimuonyesha Daudi kama Yesu Kristo, kwamba wakati wanadamu wengine wote tumefichama, shetani ametuburuta, ametuchezea, hatuna uwezo wa kumshinda, anakuja Yesu Kristo kama Daudi, anampiga Goliati ambaye ni shetani, na alipompiga mapepo yote yakakimbia, yakafichama, kwa sababu bosi wao ambaye ni ibilisi ameshughulikiwa na Yesu Kristo. Lakini hayo mambo kwa jinsi ya kawaida tusingeweza kuyaelewa, yalikuwa yamefunikwa. Unaposoma pia habari za wana wa Israeli wanapotoka katika nchi ya utumwa kuja katika nchi ya Kanaani, hiyo ni picha kwamba mahali walipokuwa nchi ya Misri ilikuwa ni sawasawa na mahali ambapo tulikuwa kabla ya wokovu. Tulikuwa mahali pa giza, tulikuwa kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo Yesu akaja kutuondoa kwenye ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa pendo lake, kama vile wana wa Israeli walivyohamishwa katika ufalme wa giza na kuingizwa katika nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidia. Kwa hiyo sasa Paulo aliyepewa hiyo kazi anasema hawa mitume walipoiona neema